Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa frani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi, wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775026557. Karibu katika episode ya 9 recap yetu nzuri. Kama bado hujatazama sehemu ya 8, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinatokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Bidada Song Hee tayari amekuwa na uwezo wa kuweza kulicontrol ile jini iliyopo ndani ya mwili wa Mwamba Jang-ho. Sasa alikuwa amebakiza kazi moja tu, kumpigia simu mama yake ili aweze kumpa namna gani anaweza kumsaidia jamaa kumuondoa kabisa lile jini ndani ya mwili. Lakini kwa bahati mbaya sana mama yake alikuwa yuko busy kumuondoa Sokwa laana ile ambayo ilikuwa inamsumbua. Ilikuwa inasababisha yeye aweze anza kushirikiana na mizimu na kuacha kabisa kushirikiana na waganga wenzake. Mama yake na Bidada Song Hee anaamini kwamba Sokwa kama akifanywa ibada vizuri atarudi na kuwa binadamu wa kawaida. Tukirudi huku katika maeneo ya shule, licha ya kwamba Bidada Song Hee ana uwezo wa kulicontrol ile jini ndani ya mwili wa Mwamba Jang-ho, lakini bado anahitaji kuongeza nguvu kwa kuendelea kumshika Mwamba mkono kila sehemu anapokwenda. Hasa hili jambo Bidada Song Hee akaanza kuhisi kwamba litakuwa linamchoresha kwa sifa mbaya kwa wanafunzi pindi watakapokuwa anaona kila wakati anashikiliana mikono na Mwamba Jang-ho. Ikabidi kumwambia kwamba nataka ujifanye kwamba wewe ni mgonjwa, alafu mimi na kama nakusaidia. Kwa kupitia hiyo itakuwa ni uhalali wa mimi na wewe kuweza kushikana. Kweli kabisa bana. Jang-ho akawa amekubali na mwisho wa siku akawa ameshikiliwa kama vile yeye ni mgonjwa. Basi akawa anatembea tembea, lakini akiwa amefika tu mbali fulani katika maeneo hayo ya corridor za shule, akajitokeza mwanaume mmoja na kuanza kumwambia Bidada kwamba ulisema kuwa kando yangu unamuonaga mbwa, uliwezaje kumuona huyo mbwa? Bidada Song Hee akadai kwamba si mazingira rafiki kwa wao kuweza kuelezea jambo hilo kwa sasa, lakini Mwamba akawa analazimisha, kitu ambacho kikamkela sana Mwamba Jang-ho na akajikuta anaanza kumvaa mwilini huyu jamaa. Lakini na hata kabla ugomvi wao ujienda mbali sana, Mwamba Song Hee alikuwa anatimba katika mitaa hiyo ya shule, lakini kwa bahati mbaya alipoweza kuona kwamba kuna watu wawili wanagombana mbele ya Bidada, akahisi kwamba walikuwa wakimgombania. Moja kwa moja akaingilia kati na kuweza kuruka makaleti kisha akawa amewatenganisha. Walishasemaga wahenga kwamba sifa zilimponza Yuda. Mwisho wa siku bwana Jiho msitu alikuwa ameingia ulikuwa ni msitu wa vibwengo. Kwani bwana Mwamba Jang-ho akapandisha mizimu yake na kisha akamtembezea ngumi za kutosha kisha akawa ameondoka katika eneo lile. Bidada haraka sana ikabidi kuanza kumkimbilia jamaa kwa sababu anajua kisa kwamba ndani yake ana mzimu na huenda ule mzimu utakuwa unamuongoza kufanya mambo ya kipumbavu tu. Lakini alipofika katika eneo moja hivi la madarasa akashangaa kuona kwamba Mwamba Jang-ho kumbe alikuwa kimwahi mwalimu wa michezo. Na mwalimu wa michezo alikuwa akimkabidhi Mwamba mkataba ambao anatakiwa kusaini ili kujiunga na hii timu ambayo itakuwa inausha mishale kila siku. Sasa kumbuka kwamba ndani yake Mwamba liko jini. Sasa hili jini aliweze likatoa saini au likaiga saini ya jamaa. Moja kwa moja ikabidi liweze kumshika Bidada mkono ili lenyewe liweze kukaa kando na kisha Mwamba aweze kusaini akiwa yeye kama yeye Jang-ho. Bidada Song Hee alishangaa sana kuona kitendo hiki. Akashangaa kuona kwamba huu mzimu mbona ni kama vile una ukalimu uliopitiliza, lakini inakuaje wakati ameweza kupata habari kwamba mzimu huu ni katili sana na wenye nguvu sana. Lakini Mwamba hakuishia tu kumshika Bidada mkono katika lile eneo, bali anaendelea kumshika na kisha akamleta juu kabisa ya ghorofa na kusema kwamba nimeweza kukubaliana na Jang-ho kwamba ndakuwa na utumia mwili wake, lakini wakati ambao Jang-ho anataka kutumia mwili wake atakuwa anakushikilia wewe mkono na kisha namwachilia anaendelea kutumia mwili wake. Lakini Bidada Song Hee akawa ameuliza, vipi kuhusiana na usalama wa Mwamba Jang-ho, utaendelea kuwepo vile vile? Hapa sasa huu mzimu hakuweza kujibu swali hilo, bali ukamwachia Mwamba Jang-ho aweze kulijibu. Lakini Jang-ho hakuweza kujibu swali lolote, akawa amemkumbatia Bidada, ikiwa ni ishara ya kwamba usalama wake unategemea sana uwepo wa Bidada. Mwamba Jiho kwa kuona tukio hili akajikuta tu anapata wivu kila wakati hao wanashikana mikono yao. Ikabidi kuanza kuuliza, kwa nini sasa mimi hapa ulisema kwamba niwe ndio kama ilizi ya Mwamba na sasa hivi unanigeuka wewe ndio unaanza kumshika Mwamba? Ina maana wewe ndio unataka kuendelea kumshika Mwamba, mimi ulinipa kazi kichaa, si ndio? Lakini Bidada akamwambia Jiho kwamba nakushukuru sana kwa msaada wako, lakini nguvu zako hazitoshi sasa hivi wewe kuweza kushindana na hii nguvu ambayo iko ndani ya Mwamba Jang-ho. Sasa hivi ana mzimu ambao ni mkubwa sana na mtu pekee wa kuendelea kumshika huyu jamaa ni mimi. Sasa kwa kuwa Mwamba Jang-ho ndani yake ana mzimu na huo mzimu hutaki uongo kabisa, mwisho wa siku mzimu ukaamua kufunguka kusema kwamba hata hivyo pia nampenda Bidada Song Hee. Kwa hiyo huku kushikana kwetu mikono kusikupe shida sana, tutaendelea kushikana sana tu. Haya maneno yalikuwa ni kama mwiba kwa Mwamba Jiho. Baadaye Mwamba Jang-ho akawa ameondoka pale akiwa ameshikana na Bidada moja kwa moja mpaka nyumbani. Kumbuka kwamba katika mikono yao walikuwa wamefungana bandage, ishara ya kwamba mmoja alikuwa ni mgonjwa na mmoja alikuwa akimsaidia mwenzake. Lakini hapa akaamua kufunguana. Bidada alipoweza kumfungua Mwamba akamwambia kwamba hata mimi nakupenda pia kama ambavyo unanipenda. Mwamba Jiho akakodi basikeli aina ya Phoenix moja kwa moja akaanza kuwafukuzia hawa wawili, na alipofika tu hata pasipo kupiga breki akawa ameruka na kuweza kuanguka vibaya. Kisha akamwambia Jang-ho kwamba
kwamba sina ugomvi na wewe, naomba niongee na bidada. Baada ya kumuita bidada, akaanza kumuelezea hisia zake, kusema kwamba unajua mimi nakupenda sana, nakupenda kutokea siku ya kwanza nilipoweza kukuona, nakupenda sana kupita kawaida. Huyo Jang-Hoo amekuja sasa hivi tu, hakupendi kitu chochote, anakuchezea. Na Mwamba Ji-ho akaenda mbali zaidi kwa kusema kwamba familia yake nzima inasali kwa mchungaji Mwamposa. Hata hivyo kushiriki mambo ya waganga kwao ni haramu kabisa, lakini aliweza kushiriki mambo ya kiganga kwa sababu alikuwa akimpenda sana bidada Song-hee. Bidada Song-hee kuyasikia hayo akajikuta tu amejisikia vibaya sana, akasema kwamba tutakwenda kuyazungumza mambo yote pindi tutakapokuwa tumemaliza kumtibia Mwamba Jang-Hoo. Kwa sasa vita yetu iwe ni kuhakikisha kwamba tunamtenganisha huyu shetani aliyopo ndani ya mwili wa Mwamba Jang-Hoo pamoja na Jang-Hoo ili waweze kuwa huru, kila mmoja katika nafasi yake. Bidada Song-hee akawa amesimama na kisha akawa anawaacha wale wawili pale chini, lakini Mwamba Jang-Hoo akasema kwamba samani, unanyenyuka hapo unanishika mkono, ni tabia gani hiyo dada umeanza? Hiki kitu ilimkera sana Ji-ho na kuanza kusema kwamba huyu jamaa ananifanyia makusudi ujue, huyu jamaa ananifanyia makusudi ujue. Agafa tu kuna ugomvi ukao umeibuka hapo, mgomvi mdogo mdogo kidogo, walikuwa wanatupiana mito, na mwisho wa siku Mwamba Jang-Hoo akaweza kufanikiwa kumshika bidada mkono wake. Basi wakawa wameshikana pamoja. Jamaa akaanza kuhisi kwamba lazima watakuwa nalala mpaka pamoja kama wanashikana kila wakati. Nimekwisha mimi. Ni kweli kabisa, nyakati za usiku, mwisho wa siku bana walikuwa wamelala pamoja. Sasa Mwamba anatamani kumwachilia bidada angalau awe huru, lakini kitu ni kwamba haiwezekaniki kabisa. Bidada ndo akazidi kumkumbatia. Jamaa yuko yani hapa nimekwisha mimi. Hasa huku upande wa pili, mama yake na bidada Song-hee katika harakati za kuendelea kumtibia Sokwa, akawa amefanikiwa siku ya leo kumtenganisha Sokwa na ile laana. Kwa hiyo Sokwa mpaka dakika hii ni binadamu wa kawaida kabisa. Lakini mama yake na bidada Song-hee akampeleka katika chumba cha maombi na kumwambia kwamba piga sala zako za mwisho ukiwa unamwomba Mungu wako toba katika kile ulichoweza kukifanya kimakosa, na uhakikishe kabisa ameweza kukusamehe. Lakini wakati huo bana ikafika mida fulani ambayo ni mibaya sana, kwani majini ndio anaanza kufanya kazi zao. Na lile jini liliweza kumvaa Mwamba Jang-Hoo likawa anataka na yeye kufanya kazi yake. Ikabidi kumtoa bidada pale na moja kwa moja likatimba katika maeneo haya ambapo Sokwa alikuwa anashinda, kwa sababu huyu ndo kama bosi wake aliweza kulitengeneza. Hasa mwanamama Sokwa baada ya kuisikia sauti ya lile jini nje kidogo ya ile nyumba, ikabidi moja kwa moja kuweza kutoka nje aweze kuonana nalo, lengo aweze kuzungumza. Sasa je, Sokwa atazungumza nalo nini kwa sasa hivi, na kwa sababu ameamua kuweza kutubu na kuachana kabisa na madhambi haya? Mwanamama Sokwa akamkabidhi ilizi fulani huyu jamaa, kisha akamwambia kwamba kadri unavyozidi kukaa katika mwili huo wa Mwamba Jang-Hoo ndivyo utakavyomsababishia maumivu makali siku ambavyo utakuwa ukitoka ndani ya mwili huo, kwa sababu jamaa atakufa kifo chenye maumivu sana. Unaonaje kama ukitoka ndani ya mwili huo na tukaendelea kufanya kazi zetu kama kawaida ikiwa uko nje ya huo mwili? Lakini ule mzimu ukiwa unatabasamu ukao umetupa ile ilizi chini na kusema kwamba nimeupenda sana huu mwili wa Mwamba Jang-Hoo, natamani kuendelea kutumia daima na daima. Hakuna aliyeweza kuyaamini yale maneno alikuwa kiasikia kutokea kwa kinywa cha Mwamba Jang-Hoo. Yaani huu mzimu ni kwamba umeupenda mwili huu na unatamani kuendelea kudumu ndani ya mwili huu. Walijikuta wanaumia sana, na kila mtu akamlaumu sana Sokwa kwa kuweza kutengeneza ule mzimu. Leo mwanamama mwana mizimu na mtu ambaye ana ukongwe sana katika kazi hii ya uganga alikuja katika nyumba hii ya mama yake na bidada Song-hee, kisha akasema kwamba ameota ndoto mbaya sana, na ameota kwamba miongoni mwa waganga kuna mtu ameushikilia mzimu mkono, na alikuwa anaongea kwa sauti sana. Kumbe bana bidada Song-hee alikuwa na Mwamba Jang-Hoo hapa ndani katika hii nyumba. Ikabidi kuweza kuingia hapa ndani. Bidada Song-hee akazidi kujieleza kwa huyu mama, lakini huyu mama akasema kwamba haipaswi kabisa kuweza kukaribiana na huo mzimu, ni hatari sana kwako. Mwisho wa siku bana akataka kuanza kushambulia ule mzimu. Mwamba Jang-Hoo kutokea from nowhere akajikuta amepata hasira sana na kumkamata huyu mwanamama huku akiwa amemkaba kwa mkono mmoja tu. Akachukua fimbo, alitaka kuweza kumwangamiza, lakini bidada Song-hee akasema acha. Mwamba kweli akawa ametulia na ukaweza kumwacha. Dakika hizo bidada Song-hee akaenda kumkumbatia Mwamba Jang-Hoo, na baada ya kumkumbatia tu mwili wake ukawa umetulia. Kisha jamaa akawa anaomba msamaha sana kwa kitendo alichoweza kukifanya hapa, lakini bidada akawa amemtoa hapa na kuondoka naye katika mitaa hii. Lakini Sokwa alikasirika sana mara baada ya kuyaona haya yote, akawa anamfuata sasa huyu Jang-Hoo. Lakini mganga mkuu msaidizi akawa amemzuia na kumwambia kwamba kama huu mzimu umeweza kumpiga huyu ambaye ndio kiongozi mkuu wa waganga, wewe sio mtu yoyote yule na una maana kwake, huwezi kabisa ukashindana naye, hacha kabisa. Mwamba Jang-Hoo akiwa amemshika bidada mkono wake mpaka hapa katika eneo la chumba, akamwambia bidada kwamba nataka siku ya leo niweze kuongea na huu mzimu, uweze kunihakikishia kwamba hautokuja kumzuru mtu yoyote wala kuweza kumuumiza. Akamwambia bidada Soyang kwamba utakapokuwa umetoka nje nitaomba unipigie simu. Baada ya kunipigia simu na usiingie ndani hata kama ukisikia nalalamika katika namna yoyote ile. Bidada akataka kuuliza maswali, lakini jamaa akamwambia kwamba hapaswi kabisa kuendelea kuuliza maswali, bali wanatakiwa kutekeleza lile wazo alilokuwa ameliweza kulitoa. Basi bana bidada Song-hee akawa ametoka nje na kufanya kama alivyokuwa ameelekezwa. Akahesabu 1 mpaka 3 kisha akampigia Mwamba simu. Baada ya simu kuanza kuita tu, Mwamba kasikika akiwa analalamika sana. Kumbe bana mwito ambao ulikuwa ukiita katika simu ya jamaa ni milio ya risasi. Na mzimu ulio ndani ya mwili wa Mwamba Jang-Hoo huwa unaogopa sana milio ya risasi. Sasa siku ya leo ukashindwa kabisa kuweza kuvumilia, na mwisho wa siku ukakubali kwamba hautoweza kumzuru mtu yoyote yule. Lakini mganga mkuu akauliza kwamba je, unajua kwamba kwa kuendelea kukaa ndani ya mwili wa Mwamba Jang-Hoo utaendelea kumsababishia matatizo, siku moja anaweza kupitia shida, matatizo? Na mzimu ukajibu kwamba ndio nafahamu jambo hilo. Bibi akaongezea kwa kusema kwamba unafahamu kwamba Jang-Hoo pindi atakapoanza kuona mizimu na kusikia harufu za mizimu itakuwa ni ngumu kwa yeye kuweza kurudi katika hali ya binadamu. Hili swali likamshtua sana
mpaka bidada Song Hee ambaye akaanza kuuliza kwamba bibi unazungumzia mambo gani, lakini bibi akasema kwamba naelewa ninachokizungumza na hata huu mzimu unaelewa nini ambacho nakizungumza. Bidada akawa amekasirika na kusema kwamba usimwite mpenzi wangu mzimu. Bibi akakaa kimya tu kuanza kumsikiliza bidada Song Hee, labda naye ana mawazo ya maana kwa sababu yeye anachomueleza bidada anataka kama vile kuanza kubisha. Lakini wakati huo bidada Song Hee ameweza kukasirika, alikuwa ametazama nyuma yake na kugundua kwamba Sokwa alikuwepo katika mitaa hiyo. Akakasirika sana na kuuliza kwamba huyu mchawi Sokwa, msababishi wa matatizo haya yote, anafanya nini katika nyumba hii? Lakini mama yake mzazi akamwambia kwamba huyo ni dada yako. Balaa jingine hilo limekwenda kuibuka. Kumbe bana bidada Song Hee ana undugu wa karibu kabisa na huyu Sokwa ndio dada yake. Bana hakikisha tunagusa alama ya kulike kadri unavyoweza. Kumbuka kwamba like nyingi zinasababisha tuweze kutoa episode inayofuatia kwa haraka zaidi. Nikumbushe tu kwamba pia usisahau kugusa alama ya kusubscribe kama bado hujafanya hivi. Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa fulani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775 0265 57.